Isa. Hilo ndio jambo ambalo natamani tuweze kulipitia pamoja. Biblia tunaelewa ina mambo mengi sana yanayofundisha vijana. Kama tunavyofahamu, ni kama 80% duniani ni vijana. Vijana ni watu wa muhimu sana 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 sana. Kwa hiyo kanisa tuna wajibu sana wa kuwa na vipindi kama hivi kwa ajili ya mafunzo kwa vijana, wale waliokaa wakafikiria, wakatafakari na wakapata ufunuo huu kwamba vijana katika steti mbalimbali za Marekani na hata nje ya Marekani waweze kuwa na muda wa kujifunza neno la Mungu na kuomba pamoja na kujadiliana kuhusu maendeleo yao ya kiroho. Kwa kweli walifanya jambo jema na Mungu awabariki sana. Amen. Amen, amen, amen. Sasa nilitamani somo langu ni la kijana aliye fahari ya kanisa. Nilitamani niongelee vipengele vitatu. Kama sitafanikiwa kuvimaliza, basi pale tutakapoishia itatosha kwa leo. Amen. Amen. Jambo la kwanza ni utangulizi. Nataka nianze na utangulizi ambao utangulizi zaidi unawahusu viongozi wa vijana, viongozi wa kanisa, viongozi wa taifa, kuhusiana na kujali vijana katika maisha yao mema, maisha ya kiroho. Nikimaliza utangulizi, nitakuja umuhimu wa kijana katika kanisa. Tazungumzia hicho kipengele cha umuhimu wa kijana katika kanisa. Nikimaliza kipengele hicho cha pili cha umuhimu wa kijana katika kanisa, tamalizia kipengele cha tatu ambacho ndio kimebeba kichwa cha somo, yaani kijana aliye fahari ya kanisa. Amen. Amen. Kwenye utangulizi wangu nataka nianze, tuangalie kwanza wajibu wetu kwa vijana. Wajibu wetu kwa vijana. Sisi wachungaji, nafikiri humu kuna wachungaji, maana najua yumo Pastor Muhama. Kama Pastor Muhama yuko peke yake, basi utawakilisha wachungaji wengine na utawaambia wachungaji wengine kwamba tuna wajibu kwa vijana. Sisi kama wachungaji, kama maaskofu, viongozi wa makanisa, viongozi wa makundi, tuna wajibu kwa vijana. Wajibu wetu kwa vijana, tuna wajibu, nimetaka kuonyesha mambo mawili ambayo sisi tunawajibika kwa vijana. Amen. Amen. Hapa niko kwenye utangulizi, wajibu wetu kwa vijana. Na katika utangulizi huu nitazungumzia hasara ya kutokufanya wajibu wetu kwa vijana. Kwenye utangulizi nitaongelea mambo makubwa mawili: wajibu wetu kwa vijana. Jambo la pili, hasara ya kutokufanya wajibu wetu kwa vijana. Hiyo yote iko kwenye utangulizi. Wajibu wetu kwa vijana ni nini? Sisi kama viongozi, sisi kama jamii, sisi kama wazazi. Jambo la kwanza, wajibu wetu, Biblia inatuamuru tuwafundishe. Biblia inatuamuru tufanye nini? Tuwafundishe vijana. Tuangalie Kumbukumbu la Torati.
kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Ni wajibu wetu kuwafundisha vijana. Kumbukumbu la Torati sura ya 18, sura ya 11 mstari wa 18 na 19. Kipindi kile nilikuwa na msomaji mzuri, sijui kama leo yuko. Nafikiri alikuwa president. Basi kama au hata kama ni mwingine yoyote anayeweza kutusaidia kusoma ili tuende kwa haraka, kwa sababu muda wangu ni mdogo, nataka niutumie vizuri. Tusomee Kumbukumbu la Torati sura ya 11 mstari wa 18 na mstari wa 19, tuone wajibu wetu wa kwanza kwa vijana. Karibu. Amena. Kumbukumbu la Torati sura ya 11 mstari wa 18, tutasoma hadi 21. Ndio mmesema? Hapana, 18 na 19. 19. Okay, asante. Basi panasema ya kwamba kwa hiyo yawekeni maneno yangu mioyoni mwenu na rohoni mwenu, yafungeni yawe dalili juu ya mikono yenu, nayo yatakuwa kama utepe katikati ya macho yenu. 19. Nayo wafunzeni vijana zungumza uketipo katika nyumba yako, na utembeapo njiani, na ulalapo na uondokapo. Amen. Amen. Unaona, sisi viongozi, sisi wazazi, ule mstari wa 18 unatuambia maneno ya Mungu tuyaweke katika mioyo yetu na katika roho zetu. Hapa anamaanisha ndani ya akili na ndani ya moyo, tuweke neno la Mungu. Na mstari wa 19 anasema tukishayaweka maneno ya Mungu katika mioyo yetu, tuwafundishe vijana. Kiswahili cha zamani kinasema wafunzeni vijana vyenu. Kiswahili cha sasa tungesema wafundisheni vijana wenu. Tunawafundisha namna gani? Kwa kuyazungumza maneno ya Mungu tunapokuwa tumeketi. Kwa hiyo tuna wajibu kama kanisa, tuna wajibu kama viongozi, tuna wajibu kama wazazi kuwa na jukumu la kufundisha vijana wetu, maana huo ni wajibu. Changamoto tulio nayo, nafikiri ni changamoto ya dunia, ni kwamba wazee, wazazi wamebaki tu kuwalaumu vijana. Vijana wa siku hizi wameharibika, vijana wa siku hizi vijana, lakini hatuna muda wa kukaa nao tukawafundisha. Mara nyingine tunapokuwa tunatembea nao, badala ya kuzungumza nao maneno ya Mungu yanayoweza kuwasaidia, tunaongea vitu vingine ambavyo ni vya kawaida kabisa. Kwa hiyo wajibu wetu wa kwanza, tuwafundishe vijana. Haleluya. Amen. Lakini wajibu wetu wa pili kwa vijana, kama viongozi wa kanisa, kama wazazi, wajibu wetu wa pili, tuwape majukumu ya kufanya. Tuwape majukumu ya kufanya. Kitabu cha kwanza cha Samueli, ambapo wengine wanaitaga Samueli wa kwanza. Huwa sio vizuri kusema Samueli wa kwanza, sababu Samueli ni mmoja huyo huyo. Tunasema kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya 25 na mstari wa 5. Tutasoma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kitabu cha kwanza cha Samueli
sura 25 mstari wa 5. Ndiyo. Panasema kwamba Daudi akatuma vijana 10. Daudi naye akawaambia hao vijana, kweeni mwende Karmeli na kumwendea huyu Nabali ili kusalimia. Amen. Amen. Tunaona hapa Mfalme Daudi aliwapa majukumu vijana. Aliwatuma vijana, aliwapa kazi ya kufanya. Unajua vijana bado wana nguvu, damu zimechemka na wanatakiwa wafanye kitu. Sisi kanisa tusipowatumia vijana, dunia itawatumia. Sisi viongozi wa kanisa tusipotumia vijana, shetani atawatumia. Ili tuweze kuwa na kanisa endelevu la miaka mingi inayokuja, lazima tujue kuwatumia vijana. Pentecostal Fellowship of the Holy Spirit, kanisa hili nalifahamu, kanisa zuri sana, kanisa la kiroho. Nimefika, nimeshiriki nao, wamenikaribisha mara nyingi, na nimeona kuna vijana wengi kabisa. Nilifurahishwa, naona vijana kwenye maconference wanasafiri kilomita nyingi, maili nyingi. Fikiria vijana wanatoka Amarillo wanakuja Lansing ya Michigan, wanatoka Fort Worth wanakuja wapi? Wanasafiri, wanakwenda maili nyingi, labda wanatoka Fort Worth wanakwenda Kentucky, na mahali pengine wanasafiri wanapita kwenye snow na nini. Namna ile mimi niliwafurahia vijana kabisa, namna wanavyojituma, wanavyotumika. Lakini nilipoangalia niligundua sio vijana wote wanaojituma namna hiyo. Kwa hiyo wale ambao bado hawajaingia kutumika, tutafute jinsi ya kuwadumbukiza kwenye majukumu. Tuwape majukumu ya kufanya kwenye makanisa yetu. Tuwaamini vijana hata kwa kuwa ruhusu wasimame waseme neno la Mungu. Watumishi wa Mungu, Bwana asifiwe. Amen, amen. Mimi ninajua makanisa yetu sisi ambao ni wazee, tunatamani tuone wazee tu ndio wanasimama, tunahubiri na makoti makubwa. Sisi unakuta bado miaka michache tu mtu anapotea. Kanisa litaendelea namna gani tusipowainua vijana? Wazee wakipumzishwa na Bwana, kanisa litaendelea namna gani kama hatukuwazoeza vijana kusimama kuongoza mikutano mikubwa, kusimama kuhubiri, kusimama kutoa semina? Tusipowatumia, itabidi waende tu kiwandani wakafanye kazi, na hatimaye tutakuwa na kizazi ambacho tutakijutia. Kwa hiyo nimezungumza wajibu wetu wa aina mbili. Wajibu wetu wa kwanza ni kwamba Biblia imetuamuru tuwafundishe vijana, lakini wajibu wetu wa pili, Biblia inatutaka kwa mfano wa Daudi tuweze kuwapa majukumu vijana, majukumu ya kufanya. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Na nikiwa hapa kwenye utangulizi, nizungumze hasara za kutofanya wajibu wetu kwa vijana. Kuna hasara gani? Sisi kama viongozi wa kanisa, sisi kama walezi, sisi kama wachungaji, maaskofu, wazee, tusipofanya wajibu wetu kwa kanisa, tunapata hasara
za namna gani? Hebu niruhusu niseme hasara 3, alafu niwe nimemaliza utangulizi. Amen. Tutapata hasara za aina 3. Namba 1, angalia kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya 2. Kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya 2. Amen. Mstari wa 12 na mstari wa 13a. Basi Mstari tutasoma wa 12. kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya 2 mstari wa 12. Anasema 13a. ndiyo. Anasema kwamba basi hao wana wa Eli walikuwa watu wasiofaa kitu, hawakumjali Bwana. 13, wala haki ya makuhani alipotoa dhabihu wakati wowote. Ndipo Asante, inatosha. amena. Tunaona tusipofanya wajibu wetu kwa vijana, jambo la kwanza, tutakuwa na vijana wasiofaa kitu kama wana wa Eli. Mnanisikia vizuri? Ndiyo. Eli alikuwa ni kiongozi, mtumishi wa Mungu, kuhani, lakini aliwasahau vijana. Wachungaji, viongozi wa makanisa, wazazi ambao hawajali wajibu wao kwa vijana, huwa tunawafananisha na Eli. Eli alijali tu madhabahu, alijali tu kufikiza uvumba, alijali tu mahusiano yake yeye binafsi na Mungu, lakini hakukumbuka kwamba kuna vijana, watoto wenyewe. Biblia na kwa hiyo tunaweza tukajikuta tuna watoto, sisi wachungaji tuna watoto wasiofaa kitu. Washirika makanisani kwetu tukashangaa, tuna watoto ambao hawaendani na njia zetu, hawafuati imani zetu. Kwa nini watoto wa Eli walikuwa wanaonekana hawafai kitu? Sababu kubwa 2. Kwanza, hawakumjali Bwana. Unaweza kuwa ni mchungaji, unaweza kuwa ni askofu, unaweza kuwa ni mwalimu wa kanisa, unaweza kuwa ni mshirika mzuri kanisani, lakini ukawa na watoto ambao hawamjali Bwana. Na hawamjali Bwana kwa nini? Kwa sababu tangu mwanzo haukutimiza wajibu wako kwa hawa watoto, kuwalea hata ukawaendeleza vizuri kama vijana, ili waweze kumjali Bwana. Kumjali Bwana kuna mambo mengi pale, ni maisha ya wokovu, kutembea pamoja na Mungu, kuwa na hofu ya Mungu, wajue kusali kwamba siku hii ni siku ya kwenda kanisani na ni lazima nikamtolee Mungu, lazima nimtumikie Mungu. Yale mambo yote yanayohusiana na Mungu, vijana wetu wanapaswa kufundishwa na sisi walezi wao, sisi viongozi wao, sisi kanisa lao. Jina la Bwana libarikiwe. Amen, amen. Jambo la pili ambalo lilifanya wana wa Eli waonekane hawafai kitu ni kwa kuwa hawakujali hata haki ya makuhani iliyokuwa kwa watu. Haki ya makuhani. Ukisoma Biblia unakuta wana wa Eli, kipindi Eli anachukua sadaka ya kuteketezwa, anaweka juu ya madhabahu, akitoka tu kidogo, wao wanakwenda
na visu na nini, wanakata vipande vya nyama, wanakimbia navyo. Sasa huu ni ukorofi na ubaya ambao ulimkasirisha Mungu kabisa. Unaona, mpaka wanaandikwa kwenye Biblia ujue kweli walikuwa hawafai. Wapendwa wangu mlioko humu ambao mna vijana, ninyi watu wazima, ninyi viongozi, tuwasaidie vijana pia. Kitu cha pili, wajue kwamba makuhani tunaozungumza leo ni wachungaji, ni maaskofu, wasimamizi wetu wa kiroho. Tujue haki zao ni nini. Haki zao namba moja ni kupewa heshima wanayostahili. Leo hii unakuta kijana hana adabu kwa kiongozi wa kanisa, manake hajui kutoa haki kwa kuhani wake. Haki ya vijana kwa viongozi ni nini? Ni kujua pia kwamba huyu ni baba wa kiroho, na kama ni baba wa kiroho, ninatakiwa na mimi ninavyoweza kuwajali wazazi wangu wa kimwili, na wao ni wajali. Jamani, ninyi ambao mko Marekani, mna maisha ya tofauti sana na sisi tulioko huku. Unakuta washirika mahali pengine, sio pote, mahali pengine hawawajali viongozi wao. Kila mmoja na maisha yake, kila mmoja na kazi yake, anajitafutia, analipa mortgage zake. Hakuna anayeguswa kusema ngoja nichukue dola fulani nionyeshe kama huyu baba wa kiroho na mjali, nipeleke matunda, nipeleke pesa, nipeleke nyama, nipeleke nini. Kidogo hiyo huko kwenu watu wako bize na maisha yao. Sijui kwa wengine, lakini mahali pachache niligundua kitu cha namna hiyo. Ningeomba vijana mlioko humu tuwajali makuhani wetu. Kuna naye nisikia akasema amina. Amen, amen. Amen. Tuwajali makuhani wetu. Makuhani wetu ndio hawa wachungaji wetu. Sio vibaya kwenda dukani ukanunua suti ukasema mchungaji wangu na mlezi wangu wa kiroho nimekununulia suti. Mchungaji wako akavaa suti yako, akavaa kiatu chako, ni jambo la heshima kabisa. Sio vibaya vijana mkasema sisi vijana kwenye kanisa letu tuwe tunajichanga hata kama ni dola 5, mwisho wa mwezi tumpelekea angalau mchungaji wetu dola 100. Atawabariki na mtashangaa milango mikubwa ya baraka inafunguka. Lakini unakuta vijana wanakula raha. Mimi nilikuwa state gani? Niliwahi kipindi fulani niko Kentucky, nilikuwa nimekaribishwa na kanisa lingine, sio la Pentecostal Holiness, ilikuwa sio Pentecostal Fellowship, ilikuwa ni kanisa lingine, nimelisahau kidogo. Vijana wanatoka Kentucky wana drive kwenda kupumzika Florida. Umesikia? Wanaenda Florida kula maisha. Sijui sana umbali wa kutoka Kentucky kwenda Florida, lakini nahisi ni mbali nikiangalia ramani. Nasema hii pesa wanayoitumia, wanasafiri maili nyingi, wanakwenda wanakaa huko, wanakwenda wanaogelea tu, wanakula nyama choma. Hii pesa wangewekeza kwa ufalme wa Mungu. Wangesema hii pesa kama ni dola 1,000 tunaiweka hapa kanisani isaidie majukumu ya kanisa, tusiende kuogelea Florida, ifanye kazi ya Mungu. Hii pesa nafikiri ingeleta utukufu kwa Mungu zaidi ya kwenda Florida kuogelea. Sijui kama kuna mtu anayenielewa hapa. Ndio. Amen, amen. Kumbukeni bado niko kwenye utangulizi. Vijana tusifanane na wana wa Eli.
na wazee ni waombe tuwasaidie vijana vyetu, tuwafundishe vijana wetu, tuwalee vijana wetu, tuwape majukumu vijana wetu, tuhakikishe vijana wetu wanakuwa wasiwe vijana wasiofaa, bali vijana wanaofaa, wasifanane na wana wa Eli waliokuwa na hizi sifa mbili kubwa: hawakumjali Bwana wala hawakujali haki za makuhani. Tukiwapa majukumu, tukawafundisha, tukawalea vizuri vijana wetu, kwa kweli tutawafurahia sana vijana. Mimi kanisani kwangu asilimia kubwa niliyo nayo ni vijana. Alishafika Pastor Muhama amehubiri hapa kanisani kwangu, anajua. Na mimi nimewafundisha vijana wangu kwa nguvu zangu zote, na ninawapa majukumu. Mimi sing'ang'aniagi madhabahu peke yangu, naachaga vijana. Simama akikosea, natafuta mahali nakaa naye, namwelewesha vizuri, ninamfundisha. Sasa ninajikuta ninapata vijana watumishi wazuri, hata kialikwa mahali sina wasiwasi. Kwa sababu gani? Kwa sababu nimekaa nao, nimewalea, nimewashauri. Sio vizuri wazee tukae tu kazi yetu ni kuwalaumu vijana, laumu vijana waovyo, vijana hawafai, vijana hawampendi Mungu, hawataki ibada. Tumewafundisha, tumewasogeza karibu. Tukifanya hivyo kwa kuwafundisha na kuwapa majukumu, basi tutakuwa tumewasaidia vijana wetu ili wasifanane na watoto wa Eli. Lakini pia hasara ya pili, tusipofanya wajibu wetu kwa vijana, jambo la pili ni nini? Tuangalie kitabu cha pili cha Wafalme, kitabu cha pili cha Wafalme ambao wengine wanaita Wafalme wa pili. Ni kitabu cha pili cha Wafalme, sura ya pili. Kitabu cha pili cha Wafalme, sura ya pili. Mmefika huko? Ndiyo. Msomaji nisomee mstari wa 23 na mstari wa 24. Amena. Basi tutasoma kitabu cha pili cha Wafalme, sura ya pili, mstari wa 22 na 23. Hapana, nimesema 23 na 24. Asante, samahani. Kitabu cha Wafalme wa pili, sura ya pili, mstari wa 23 na 24, panasema ya kwamba akakwea kutoka huko mpaka Betheli, naye alipokuwa akienda njiani, wakatoka vijana katika mji, wakamfanyizia mzaha. Akamwambia, mimi huku kwangu ni katika. Wakamwambia, paa wewe mwenye upaa. Mimi huku siwasikii hiyo. Wakamwambia, paa wewe. Ya, iko ni katika. Na katika. Wewe unamsikia huko pastor? Hapana. Inanilia muda wangu. Kwa hiyo hatusikilizani. Rudia, ulipotea kidogo. Asante. Imekuwaje? Basi tutasoma hapo mstari wa 23. Wanasema ya kwamba akakwea kutoka huko mpaka Betheli, naye alipokuwa akienda njiani,
wakatoka vijana katika mji, wakamfanyizia mzaha. Amepotea tena. Pastor Muhama, wewe unamsikia? Kwa sasa iko katika. Acha nisome mimi. Tuone. Amen. Sijui mnanisikia? Hapa afadhali. Hapo tunakusikia. Mstari wa 24 panasema ya kwamba akatazama nyuma akawaona, akawalaani kwa jina la Bwana. Wakatoka dubu wawili wa kike mwituni, wakawararua vijana 42 miongoni mwao. Amen. Amen. Hiki ni kisa cha Elisha wakati amekwenda Betheli. Angalia vijana wa Betheli, kama unaandika andika tu hivi. Kwamba tutakuwa na vijana wasio na adabu. Tutakuwa na vijana wasio na adabu kama vijana waliomdhihaki Elisha. Kuna anayenisikia huko? Ndiyo. Okay. Maana niko nawasikia nyewe wawili tu, sijui ndio mko hewani, kwa sababu simu yangu haionyeshi kwamba tuko wangapi kwenye darasa letu la leo. Namsikia Muhama na huyo msomaji wangu, wengine wote naona wako kimya, sijui kama wako kwenye line. Nakusikia. Ndio. Okay, mwe mnaongea kidogo tujue kama mpo hai. Kitu ambacho nitaka kusema, tusipofanya wajibu wetu kwa vijana, tutakuwa na vijana wanaofanana na vijana wa wapi? Wa kule Betheli, ambao walianza kumdhihaki mtumishi wa Mungu Elisha. Unajua, tutakapokosa malezi mazuri, tutakapokosa vijana ambao wanamuishia Mungu, moja kwa moja utakuta tuna vijana ambao wanawadhihaki viongozi wao, wanawacheka viongozi wao, wanawajadili viongozi wao. Kwa nini nyinyi hamjawahi kujua kwamba kuna watu makanisani badala ya kusikiliza neno wanaenda kuangalia makosa na madosari ya viongozi? Ndio. Ukihubiri wanakuambia huyu yeye vya kuhubiri haviwezi, wakati yeye mwenyewe hajui kuhubiri. Hao ndio vijana kama vijana wa Betheli. Wamemwona Elisha jinsi alivyo. Elisha kimaumbile alikuwa ni mtu mwenye upaa. Watu wanasema alikuwa na maumbile ya ufupi, ana mwili kidogo, alafu kichwa chake kina upaa, nywele zimezunguka kwa nyuma hivi, hapa katikati kote kuja mbele ni kipara. Pamoja na maumbile aliyokuwa nayo, pamoja na mapungufu ambayo waliyaona, walipaswa kuheshimu kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu. Hata kama angekuwa na jicho moja, huyu ni mtumishi wa Mungu. Sio kumdhihaki, sio kumcheka, sio kumjadili. Kanisa, viongozi, tusipoangalia vijana wetu tukawafundisha, tukawaingiza kabisa kwenye huduma,
ili watembee na hofu ya Mungu. Tutakuwa na vijana ambao wanakuja kwenye ibada ni kuchekacheka tu na kutafuta mabinti wa watongozi, hawaji kusali. Mungu atusaidie. Kanisa la leo, viongozi wa sasa, wachungaji, maaskofu, waalimu tunaolea makanisa, Mungu atusaidie tuwaone vijana kwa macho mengine. Unaona, sitaki kusoma hilo andiko kwa sababu sio kipengele hasa nachotaka kuzungumzia, lakini kuna siku moja Yesu alikutana na kipofu. Alipokutana na yule kipofu, Yesu akamwombea yule kipofu, akamuuliza, unaona nini? Yule kipofu akasema, naona, lakini naona watu kama miti. Si mnalijua hilo andiko? Ndio. Yani Yesu alimuombea akamwambia, ninaona watu kama miti. Yesu akajua huyu ni kweli, mimi ni Yesu, nimemfungua ameona, lakini hajaona vizuri. Akamtoa nje ya mji, akamwekea mikono mara ya pili, akafunguka macho yake, akamuuliza, unaona aje? Akasema, sasa ninaona sawasawa. Haleluya, Amen. Viongozi, wachungaji, viongozi, wazazi, hebu tumwambie Yesu atuguse mara ya pili ili tuwaone vijana sawa sawa. Tusipoguswa na Yesu mara ya pili, bado tutaweza kuendelea kuwaona vijana kama miti. Tutakuwa tunakaa tunawalaumu tu vijana wa siku hizi, vijana wa Marekani hawafai, vijana hawana adabu, vijana hivi. Kabla hawajafika huko, tufanye sisi wajibu wetu. Tufanye sisi wajibu wetu, tusije tukajikuta tuna vijana wanaofanana na wana wa Eli, wanaofanana pia na vijana wa kule wapi tulikosema Betheli, vijana wa Betheli ambao walikuwa hawana adabu. Jambo la tatu, tusipofanya wajibu wetu kwa vijana. Jambo la tatu, kitabu cha pili cha Wafalme sura ya 5. Kitabu cha pili cha Wafalme sura ya 5 na mstari wa 20. Tutasoma kitabu cha pili cha Wafalme sura ya 5 mstari wa 20. Panasema ya kwamba, lakini Gehazi mtumishi wa Elisha mtu wa Mungu akasema, tazama, Bwana wangu amemwachilia huyo Naamani Mshami, asivipokee mikononi mwake vile vitu alivyovileta. Kama Bwana aishivyo, mimi nitamfuata mbio nipokee kitu kwake. Amen. 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 Asante msomaji wangu mzuri. Amen. Kama unaandika andika, tusipofanya wajibu wetu kwa vijana, tutakuwa na vijana wasioenenda katika maono ya wachungaji wao. Tutakuwa na vijana wasioenenda katika maono ya wachungaji wao. Tumeona hapa habari za huyu kijana anayeitwa Gehazi. Gehazi alikuwa ni mtumishi wa Elisha. Elisha, Biblia imemtaja hapa mstari wa 20 kwamba ni mtu wa Mungu. Alikuwa ni nabii. Tunaona Naamani ambaye alikuwa ni jemedari wa jeshi kule Shamu, alikuwa na ukoma. Hii habari nafikiri tunaijua.
na namna ambavyo binti wake wa kazi alivyomshauri, akamwambia kama bwana wangu angeenda Israeli akakutana na mtumishi wa Mungu anayeitwa Elisha, hakika ukoma wake ungeondoka. Kwa hiyo Naamani akaondoka na watu kwenda kumtafuta Elisha, kaenda na zawadi, kaenda na pesa, kaenda na mavazi, kaenda na nini. Anasema mtu huyo akiniponya, hakika nitampa zawadi tele. Alivyofika kwa Elisha, Gehazi yuko pale, kijana wake yuko hapo, kumbe ana akili nyingine tofauti na ya Elisha. Elisha anawaza vya Mungu, Gehazi anawaza mapato. Naamani amekwenda baada ya kuponywa ukoma, kama jinsi tunavyosoma kwenye maandiko, sura ya 5 inaeleza vizuri sana. Baada ya kujichovya mara 7 mto Yordani, amepona, anatoa sasa zawadi ampe Elisha. Elisha kakataa. Lakini yule kijana, kwa sababu moyo wake, akili yake haikuendana na kiongozi wake, mnaona maneno aliyoyasema hapa mstari wa 20, kwamba Gehazi mtumishi wa Elisha mtu wa Mungu akasema, tazama bwana wangu amemwachilia huyo Naamani mshana. Na anasema wapi? Anajisemea moyoni, hakuwa anamwambia Elisha, alikuwa anajisemea moyoni, huyu ameacha kuvipokea vitu ambavyo ameletewa na Naamani, ngoja sasa mimi nimfuate mbio nikapokea hivyo vitu. Mnaona ni maono tofauti. Maono tofauti kabisa. Tukiwa na vijana ambao wana maono tofauti na wachungaji wao, kazi ya Mungu haiendi. Ndio. Kazi ya Mungu haitafika mbali, kwa sababu wachungaji kazi yao ni kuwa na maono, lakini wanaofanikisha hayo maono zaidi ndani ya makanisa ni vijana. Ndio. Watakaofanya haya maono ya mchungaji yaweze kupata kibali, yasonge mbele na yatimie ni vijana. Mimi nakumbuka nilipokuwepo hapo Mizuri, nilipokuwepo Mizuri hapo, Mchungaji Muhama alikuwa anajaribu kuniambia maono ya kanisa waliona mazuri tu, lakini maono haya makubwa mazuri Muhama peke yake ataweza kuyafanikisha? Jibu ni hapana. Hapana. Mzee Tito, mzee yule, ndiye atatimiza maono makubwa namna hii? Jibu ni hapana. Hapana. Tunataka tuwe na jengo kubwa la kanisa, tutoke kwenye jengo dogo tununue kanisa kubwa. Tito ataweza? Ana mgongo kweli wa kufanya kazi, apate madola ya kutosha anunue kanisa kubwa? Hapana. Ni maono wachungaji wanakuwa nayo, wamepokea kwa Mungu, na maono hayo kanisani, kwa kuwa asilimia kubwa ni vijana, wanapewa vijana, vijana wanafanikisha maono. Tukiwa na vijana kama Gehazi, kazi ya Mungu haiendi. Tutakuwa tunakataza kitu, wenyewe ndio wanaenda kukifanya. Tunasema hiki hapana, wenyewe wanasema hiki ndio. Ndio tabia ya Gehazi. Mungu atusaidie, viongozi, wazazi, wachungaji, tuweze kuwa na vijana ambao wanatembea katika maono tulio nayo. Tukiwaambia neno watusikie, tukiwashauri watuelewe, tukiwakemea wasikasirike. Kuna mahali pengine tumeagizwa kukemea, kukaripia, lakini tunapowakaripia kama wazazi, vijana watusikie na wajue huyu ni baba. Lakini tukijaza vijana mfano wa Gehazi, hata utumishi utakuwa mgumu. Mtu utakuwa unafika mahali unasema ngoja niende tu kwa
kwa askofu wa pili Tito nimwambie mimi utumishi unanishinda. Lakini tukiwa na vijana ambao wanajua maono yetu, na wakishayajua maono yetu, wao wanasimama kwa nguvu zao zote kuhakikisha maono ambayo tumewauzia wanayasimamisha, wanahakikisha yanafanikiwa. Utasema hakuna kazi nzuri ya baraka kama kumtumikia Mungu. Kabisa kabisa kabisa. Mimi ningetamani, mi naona tu nimezungumzia tu kipengele hiki cha kwanza cha utangulizi. Sitaweza kufanikiwa cha pili na cha tatu kwa sababu utangulizi umemaliza muda, lakini ningetamani sana viongozi wa kanisa, wachungaji, waalimu, maaskofu, wazazi, hebu tuwasaidie vijana wetu kwa kufanya wajibu wetu kwao, ili tuweze kuwa na vijana ambao hawafanani na Gehazi, ambao hawafanani na wana wa Eli, ambao hawafanani na wale vijana 42 ambao walilaaniwa, hatimaye wakaroruliwa na dubu vijana 42 kwa kukosa tu adabu. Gehazi, ukisoma Biblia, ukoma wa Naamani ulimpata baada ya kwenda kuchukua vitu vya Naamani. Mtumishi wa Mungu Elisha anamuuliza, ulikuwa wapi? Anasema nilikuwa hapa. Anasema, we ulipoondoka roho yangu ilienda na wewe. Basi ule ukoma wa Naamani ukujie. Historia ya Gehazi iliishia pale pale. Nenda kitabu chote hiki cha Wafalme, hakuna habari ya Gehazi tena, iliishia pale pale sura ya 5. Kwa nini? Ni kwa kuwa hakutembea na maono ya kiongozi wake. Vijana mlioko humu kwenye darasa letu, kwenye semina yetu, ukitaka kuwa kijana ambaye unafika mbali katika maisha, unafika mbali katika utumishi, unafika mbali kiroho, unakuwa uwe mtu mzima kiroho, lazima, tena nasema lazima, uhakikishe unatembea sawasawa na maono ya kiongozi wako wa kiroho ambaye ni mchungaji wako. Amen. Kwa namna yoyote, ukijaribu kufanya vyovyote kinyume na kiongozi wako, hutafika mbali. Wakati mwingine vijana wanaweza wakakaa wakasema, unajua wazee akili zao zimechoka. No. Akili zao hazijachoka, wameona mengi. Wazee wanastahili heshima zao, wameona mengi, tuwasikie. Na hata kama hawajafanya vizuri, tuwashauri kwa unyenyekevu mkubwa, kama mtoto anavyoweza kumshauri baba yake, lakini sio kupinga maono walio nayo, sio kupinga mipango walio nayo kwa ajili ya kazi ya Mungu. Vijana, mkijikuta mnapingana na wachungaji wenu, mnaenda tofauti na wachungaji wenu, niwaambie kweli, kama Bwana aishivyo, hawa dubu waliorarua vijana wa Betheli bado wapo kiroho, watararua ukiroho wenu, mtajikuta mmekuwa kama vijana tu wa mitaani. Mungu atusaidie vijana wetu. Amen. Mungu awalinde vijana wetu, awaokoe vijana wetu. Mwe wasikivu, msifanane na Gehazi. Amen. Tukiwa na muda wa kuendelea kujifunza huko mbele, Mungu akitupa neema, basi tutakuja tuone vijana gani tunapaswa kujifunza. Nimeeleza makundi matatu. Hatupaswi kujifunza kwa wana wa Eli, maana wana wa Eli walikuwa ni vijana wasiofaa kitu, hawakumjali Bwana wala haki za makuhani. Lakini pili, nimesema hatutaki kufanana na wale vijana wa Betheli.
kwa sababu wale vijana wa Betheli walikuwa hawana adabu kwa watumishi wa Mungu. Lakini la tatu nikasema hatupaswi kufanana na Gehazi, kwa sababu Gehazi hakutaka kutembea na kuheshimu na kufanya kama yalivyokuwa maono ya kiongozi wake wa kiroho. Basi kwa kufanya namna hiyo, tukiepuka hayo, tutakuwa vijana wazuri wenye hofu ya Mungu na ambao tutajipatia sifa njema, na hatimaye tutarithi vipawa na huduma na neema na karama ambazo ziko kwa viongozi wetu. Mungu wa mbinguni atubariki sana. Amen. 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 Basi kabla sijaruhusu swali, tumshukuru Mungu. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tumekuwa na wakati mzuri tukijifunza kwa saa moja kuangalia wajibu wetu kwa vijana, na asante kwa kusema na watu wako wote walioko katika grupu hili. Kwa namna moja au nyingine umesema nao. Yamkini ni vijana tu au ni vijana na wazee, lakini vyovyote ilivyo, ujumbe wa leo umewagusa wazee, umewagusa vijana. Naomba Bwana liache neno lako likafanyike msaada kwao, kama neno lako linavyosema katika Zaburi ya 119 na mstari wa 105 kwamba neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Naomba neno hili likafanyike kuwa taa, likawaongoze watu wako, likawaongoze vijana, ili tusifanane na vijana watoto wa Eli ambao walikuwa hawafai kitu. Saidia vijana wetu Mungu, uzao wetu, vijana wetu walioko makanisani, wakupende wewe, wakuishie wewe, wapende kazi yako, wapende watumishi wako, wapende kanisa lao, na jina lako litatukuzwa. Bwana, nakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu unayeweza kuwasaidia. Najua katika mazingira waliomo peke yao hawawezi, ndio maana tunahitaji msaada wako. Katika Kristo Yesu naomba na kuamini. Amen. 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 Basi nimebaki na dakika 5. Nikaribishe kama kuna swali katika haya ya utangulizi tuliyoyapitia. Karibu. Bwana wetu Yesu asifiwe sana. Amen. Asante sana kwa semina nzuri ambao umetufundisha. Mimi sina swali, lakini hapa naona vijana wananiandikia na kuomba ya kwamba kama hili fundisho unaweza kuliendelea na wiki inayokuja tena. Vile vipengele ambavyo vimebaki, kama inawezekana urudi tena hata wiki kesho uendelee kuwafundisha. Maana yake naona hapa wameanza kuelewa kabisa vizuri. Ni ombi ambao wako wanaomba na wameniandikia. Asante. Amina. Basi viongozi wenu wataniambia mtakavyokuwa mmekubaliana. Mimi nitakuwa niko tayari kwa utumishi, maana ndio kazi yetu, lakini naamini ninyi viongozi mtaliangalia. Pengine kulikuwa na mpango mwingine, mtalizungumza tu alafu mtanijulisha. Nitakuwa tayari wakati wowote mtakaponijulisha. Amen. Amen. Nadhani kuna mwingine hapa kwenye aliandika kwamba na swali. Huyu Mama Jonathan, Mama Joshua, ulisema kwamba una swali, unaweza kuuliza. Karibu. Hapana, sina swali. Nilikuwa nasema hivyo vipengele ambavyo vimebaki nataka kujifunza zaidi. Ndio. Okay. Mbarikiwe sana. Amen.
Nina swali. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Anasema asante kwa muda huu ili tuweze kuuliza swali kulingana na somo ambalo tumejifunza, ili wachungaji wao na maono waweze kuwa karibu na vijana, ili vijana nao waweze kuwa karibu na watumishi, ili kazi ya Bwana iweze kusonga mbele. Sasa swali langu ni hili: ni njia ipi sahihi inaweza kutumika ikiwa katika kanisa hakuna mafundisho ya kiwalimu? Kuna kanisa unaweza kukuta, tuseme dhehebu, unakuta kuna wachungaji hawana karama ya walimu ya kufundisha na hawana maono au mbinu mbadala. Ni namna gani waweze kufanya ili waweze kuwainua vijana, waweze kupenda kazi ya Mungu, waweze kumtumikia Mungu, wawe karibu na vijana? Je, kwa dhehebu hilo, ikiwa watumishi hawana ukaribu na vijana, hawana maono, na vijana ukute wana nia na kiu ya kutaka kujua zaidi, ni njia ipi ambayo wanaweza kufanya au kuitumia ili waweze kuendelea kukua kiroho katika neno? Naruhusiwa kujibu moja kwa moja? Ndio, nimemaliza. Kwanza nimesikia ni sauti ya Alex, Ndio. Sauti yako nimeikariri. Swali ni zuri sana. Ikifika mahali unakuta kanisa wachungaji hawana maono ya kufundisha na hawana uwezo wa kufundisha, hawana kipaji na hawatamani kujiendeleza waweze kufundisha, hiyo ni kazi ngumu sana. Yaani kanisa hilo lina maumivu makubwa sana, haliwezi kukomaa wala kuendelea. Hiyo ni changamoto, kwa sababu ukisoma zile huduma 5 zinazotajwa katika Waefeso sura ya 4 mstari wa 11. Ndio. Sawa? Ndio. Zimetajwa hivi, wametaja kwanza mitume, wakatajwa manabii, namba 3 wakatajwa wainjilisti, namba 4 wakatajwa wachungaji na walimu. Kwa tafsiri nyingine, kila mtu anapokuwa mchungaji lazima awe pia mwalimu. Hiyo ni lazima kwa mujibu wa Biblia. Na kuja kwenye jibu lako, mnisamehe, napendaga kujibu kwa kirefu zaidi, lakini nitafupisha. Ukisoma Zaburi ya 23 inasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitafanya nini wapendwa? Sitapungukiwa na kitu. Sitapungukiwa na kitu. Kwa hiyo kama una mchungaji, mshirika hutakiwi kupungukiwa na kitu, hasa hivi vya rohoni. Anasema, kando ya maji ya utulivu hunilaza, na kwenye majani mabichi huniongoza. Majani mabichi na maji ya utulivu maana yake ni chakula cha kiroho. Mchungaji ana wajibu wa kuhakikisha anakuwa mwalimu vyovyote vile. Hata kama ni mchungaji hawezi kufundisha, lakini akishajua tu mimi nimeingia kwenye uchungaji, ni lazima ajipange vizuri sana, ajifunze jinsi ya kufundisha na awe na masomo, afundishe watu namna gani ya kuinuka kiroho na kadhalika. Sasa imetokea bahati mbaya, mchungaji sasa yupo hapo, anaujua kuongoza vizuri na ni mchungaji, ana mafuta ya uchungaji, lakini kuweza kufundisha hawezi. Sisi wajibu wetu sio kumnyoshea vidole, hapana. Wajibu wetu sio kumsengenya, hapana. Tunaweza tukamshauri kwa upendo, asipoelewa tutanyamaza kimya, lakini tufanye nini sasa
ili sisi tujiendeleze. Ndio swali lako kuu Alex. Ndio. Tutafanya hivi, tutakuwa kama kuku wa kienyeji. Mnajua kuna aina mbili za kuku Si mnaelewa mlioko ndani? Ndio. Kuna aina mbili za kuku. Kuku wa aina ya kwanza ni kuku wa broiler. Kuku wa broiler ni wale wanaokaa, wanawekwa tu mahali, mtu tu anakuwa anawaletea kama ni pumba nini, wao wanafungua midomo wanakula. Lakini ukishaona sasa kwamba hakuna wa kukuletea chakula ule, inatakiwa ukajitafutie mwenyewe, uwe kama kuku wa kienyeji. Kuku wa kienyeji, sijui vijana wengine labda waliozaliwa huko hawajawahi kuona kuku wa kienyeji. Kuku wa kienyeji akiona panzi anakimbizana na panzi mpaka hakikisha amemkamata, la sivyo atakufa njaa. Kwa hiyo kama vijana mnajua ya kwamba hatuna mafundisho, basi muwe kama kuku wa kienyeji. Tafuteni vitabu, ulizeni maswali. Wapo kina Muhama, watumishi wazuri, waulizeni maswali, hata kama haiko kwenye steti yako. Hata na mimi huku niliko, kama utasikia kibali moyoni, naweza nikawa mwalimu wako. Mimi ni Mpentekoste. Tafuta namna zozote. Mimi ni mwandishi wa vitabu mbalimbali vya neno la Mungu. Nunua vitabu, ingia kwenye masomo ya Biblia. Hapo sasa umekuwa kama kuku wa kienyeji, unajitafutia. Na ndio maana unakuta kuku wa kienyeji, hivi nyama gani nzuri kati ya, kwa ninyi wa Marekani, kati ya nyama ya kuku wa kienyeji na nyama ya broiler? Mmenisikia nilichouliza? Umesema kati ya nyama ya kuku na nyama ya kuku wa kienyeji. Si mnajua kuku wa kienyeji? Ndio. Na kuku huyu wa broiler. Kuku wa broiler mnamjua? Wa kufugwa tuseme. Wale ambao wanawekwa tu ndani kama wao mnaotumiaga nyie huko. Wapi mnawapendaga nyie? Wa kienyeji au wa kizungu? Wa kienyeji. Wa kienyeji ndio wazuri Ndio. Kwa nini? Mnajua ni watamu na ni wazuri zaidi na hawana madhara. Ni kwa sababu wa kienyeji anakula chakula mchanganyiko. Anakwenda na kuangua namna hii, akipata wadudu anakula, akipata panzi anakula, akipata mahindi anakula, akiwa na lakini wale wa kufugwa wa kizungu wamekaa tu, wakiletewa kama ni pumba hiyo hiyo. Sasa ikikutwa kijana kanisani, wachungaji hawana uwezo wa kufundisha, basi geuka kuku wa kienyeji, jitafutie chakula, ukue kiroho, uendelee mbele na Mungu wako. Asante. Nimemaliza. Ndio. Asante. Sijui kama nitakuwa nimeeleweka kwako au nimeeleza kirefu zaidi nikakuchanganya Alex. Nimeelewa zaidi kwa sababu umenipa ufafanuzi zaidi na mifano. Asante. Asante. Mimi ni washukuru, muda wangu umepita. Nimeshazidisha dakika 5. Mnisamehe kwa kuzidisha, maana nimejibu swali kwa kirefu. Ninashukuru sana. Nirudishe kipindi kwa aliyenipa, ambaye ni mchungaji Muhama. Asante sana.